Ukwema? Kwema. Tuambie kwa majina yako lakini pia na tawi lako kwa faida ya watazamaji na wapenzi wa Young Africans ambao wanakutazama. Mimi naitwa Sylvester Bernard Haule almaarufu Haule Yanga. Ni mwenyekiti wa tawi kubwa kabisa la Brotherhood VIP ambalo liko Kimara Suka wilaya ya Ubungo. Hongereni bwana kwanza kwa kuweza kufikia vigezo lakini mmeweza kuitwa klabuni kwa ajili ya kwenda kuwapa hamasa au kuongeza nguvu wenzenu. Tuambie kwa ufupi nyinyi mliwezaje wenzenu kidogo nao waweze kupata picha kwa namna gani ambavyo wanaweza kufikia hivyo vigezo ambavyo nyinyi mmevikamilisha kwa muda mrefu na mnafanya vizuri? Tawi letu limekidhi vigezo, limepata cheti cha ithibati cha kutambulika kuwa tawi. Lina wanachama hadi sasa, wanachama waliosajili wako 220 na wanachama hai mwaka huu msimu waliolipia ada wako 160. Na njia ambayo tunaitumia kwa kweli kwanza ni kuwa karibu na wanachama. Mawasiliano ya kila siku, kila mwanachama ambaye hajalipa ada wanawasiliana naye, nampigia simu, nampelekea message kuona changamoto anayoipata, kwa shawishi watambue umuhimu wao katika club, umuhimu wao katika Yanga ya kulipa ada. Sababu lengo letu klabu hii mwisho wa siku ijitegemee yenyewe, ijiendeshe. Na nguvu ya uchumi wa klabu ni wanachama. Sasa hatuwezi kutegemea mdhamini, kumtegemea GSM miaka 10 ijayo. Tutatarajia kwamba mwisho wa siku Yanga ijiendeshe yenyewe, iwe na uwezo wake yenyewe kiuchumi kupitia ada za wanachama ambazo ni shilingi 24,000 kwa mwaka. Kwa hiyo lazima mueleze wanachama umuhimu wa yeye kulipa ada ili aone kwamba klabu hii ni yake, ni mali yake na sio mali ya mdhamini. Kwa hiyo akilipa ada ndo ada ambayo inasajiliwa na wachezaji, hiyo ndo inatumika kuendesha klabu yetu kwa mwaka. Wito wako sasa ni upi kwa mashabiki wenzako na wanachama wa matawi mengine? Ni kuomba wanachama kwanza, mashabiki ambao hawana kadi wajisajili ili tuweze kupata wanachama wengi zaidi wa Yanga. Lakini pia ambaye amepata kadi asione tu ile kadi anatembelea kanayo ba kutamba nayo kwamba nina kadi, hapana. Ile kadi kanabia kama haina kitu, haina pesa, yote ni mzigo. Kwa hiyo nawashauri na kuwahimiza wote ambao wameshapata kadi walipie kadi zao ziwe hai, alipie shilingi 24,000. 24,000 ni shilingi 2,000 kwa mwaka. Ni 2,000 kwa mwezi mmoja. Kwa hiyo kwa mwaka 24,000 kila sio lazima ulipe 24,000 yote kwa mwaka. Ukiwa na 2,000 tuma, waletetwa klabu inapokea pesa yote. Shilingi 1,000 ikienda inahifadhiwa, haipotei. Ukiwa na 5,000 tuma aidha kwa kiongozi wako au lipo kwenye mfumo. Mwisho wa siku nakuta 24,000 umelipa ndani ya mwezi mmoja tu, ada ya mwaka mzima. Kwa hiyo nashauri sana usisubiri kupata 24,000 yote kwa pamoja ndio ulipe ada. Hata ukiwa na 5,000, ukiwa na 10,000 tuma au lipo kwenye mfumo, ada yako inahifadhiwa, mwisho wa siku unakuwa mwanachama hai. Shukrani sana mchungaji Haule Yanga. Nashukuru sana. Kunyumba kabisa. Sengwile. Yanga bingwa. Poa, mambo? Fresh. Unaitwa madam nani? Mimi naitwa Madam Kadala au watu wameweza kuniita Big Mama. Jina langu kabisa Amina Mwingira. Amina Mwingira. Ndio. Kutoka tawi la Group Admin Tanzania. Ndio. Umefanya vizuri sana na umesema wewe tawi lako ni bora Tanzania. Tupe sifa mbili kubwa kabisa kwa nini nyinyi mnatajwa kama tawi bora Tanzania. Aha, tunatajwa tawi bora Tanzania kwa sababu tulikizi vigezo na tumechukua tunzo sisi. Namba 3 kwa matawi bora Tanzania. Tumechukua tuzo nyingine. Kwa nini tumechukua tuzo na kwa nini tumeitwa tawi bora? Kwa sababu sisi tulikuwa tunahamasisha wanachama kulipa ada. Kwanza tawi letu ni wanachama wengi. Tumevuka wale wanachama 100 ambao wanahitajika. Na wangapi? Sisi tuna wanachama 386 mpaka sasa. Na tunatamani tufike 500 na tuvuke, tuanzishe tawi jingine tena. Unaona Kwa hiyo sasa tukao tumejitahidi kuhamasishana kulipia ada mpaka tukafikia hatua tumefikia kigezo fulani. Tushalipia ada. Ndio. Na jinsi gani mpaka tumefikisha hiyo idadi ni kwamba kwanza naweza nikajivunia tuna viongozi vijana wachapakazi. Katibu wetu tulikuwa tunamtuma anapita, tuseme tulikuwa tunajiita timu mtaa kwa mtaa, nyumba kwa nyumba. Kwa hiyo kila mwanachama ambaye hajalipa ada, katibu alikuwa anapita kwenda kuhamasisha alipia ada. Anatenga muda wake kwenda kulipia ada. Pia kwa nini tumefikisha idadi ya wanachama wengi? Kumbuka ni Group Admin Tanzania. Kwa maana Tanzania nzima sisi tuna wanachama. Kwa hiyo kila mkoa sisi tuna wanachama na tuna viongozi ambao tunawaambia hebu pita nyumba kwa nyumba sajili wanachama. Kwa hiyo tumefanikisha kwa mtindo wa kupita nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa.
Ndio. Kwa hili lilivyokaa kwa mimi ukiniambia nilivyoelewa, maana yake ni kama tawi fulani la mtandaoni kwanza. Yes, ni tawi la linakusanya watu wengi kutoka Tanzania. Ndio. Hongereni sana. Asante sana. Ongea na wanachama na mashabiki wenzako ambao bila shaka wengine bado hawajajiunga na wanachama, lakini wapo waliojiunga wanachama lakini bado hawajalipa ada. Zungumza nao hapo. Kwanza kabisa niwaambie wanachama ambao hawajajiunga na wanachama, utajihitaje wewe mwana Yanga wakati hauna kadi ya Yanga? Utajiita wewe unaenda kushabikia Yanga wakati hauna kadi ya Yanga. Kwanza kabisa jisajili uwe mwanachama halali wa klabu yako ya Yanga. Pili, kwa wewe ambaye una kadi, kwa nini una kadi yako afu hujailipia ada? Ulikata kadi kwa shilingi 29,000, unashindwa kulipia ada 24,000. Sio kweli. Kwa hiyo nakushauri wewe mwanachama ambaye una kadi yako hujailipia ada, lipia ada kadi yako. Sio lazima utoe 24 yote. Unaweza ukatoa shilingi 1,000 kila wiki, shilingi 1,000 kila mwezi. Na ili mimi na imani linawezekana. Mpaka ukafikia lengo la kulipia ada kadi yako kwa mwaka. Kwa hiyo wanachama wote na washauri walipia ada zao. Mwana Yanga ambaye hauna kadi, njoo tukusajili upate kadi. Lengo letu ni kwamba kila tawi ambalo limeanzishwa, kuna matawi ambayo ni machanga ndio machanga yanaanzishwa, hayajatimiza wanachama 100. Sio, unanielewa eh? Kwa lengo letu tutimize wanachama 100 na kuendelea. Kwa hiyo tunawashawishi wana Yanga waje, sisi tutawasajili kupitia yale matawi ambayo hayajatimiza wanachama 100. Na tunatamani kwenye mkutano mkuu tuingie matawi mengi zaidi kushinda yale matawi ya mwaka jana. Ili uingie kwenye mkutano mkuu ni lazima tawi lako litimize wanachama 100. Kwa hiyo kwa wewe mwana Yanga ambaye hauna kadi, tunakukaribisha, njoo tukusajili ili uingie kwenye tawi. Ndio. Sasa Big Mama, mimi bwana nataka nikupeza chini ya carpet nyepesi. Huenda msimu huu ukawa ndo msimu wa mwisho wa Stefano Aziz Ki kuwepo Young Africans. Mimi nataka uniambie hizi manake mnazokusanya zinasaidia pia kwenye usajili. Ndio. Mnataka mfikie pesa kiwango gani ambacho kinaweza kuleta mchezaji top player wa Afrika ndani ya klabu yenu? Yaani nyinyi kama wanachama, yani wewe matamanio yako, wanachama wenzako wote wakitoa hizo hela za ada ya wanachama, unataka kiwango gani ambacho kifikie muweze kusajili mchezaji wenu ambaye mkubwa kabisa mnamtaka? Kiwango cha pesa kwa kweli hakina idadi. Ila tunatamani sana Yanga iwe na kiwango kikubwa zaidi cha pesa. Siwezi kutaja idadi, lakini natamani kiwango kiwe kikubwa zaidi ambayo ituwezeshe iwezeshe klabu yetu kusajili mchezaji yoyote mkubwa wa Afrika aje Yanga. Ila kiwango siwezi nikakisema, ila nataka kiwango kikubwa zaidi na sio mchezaji mmoja. Tuna wachezaji hata 3. Unataka wachezaji hata 3 ambao nguvu ya wanachama sio ya mfadhili. Nguvu ya wanachama. Nataka wachezaji hata 3 wasajiliwe kwa nguvu ya wanachama. Kwa kiwango kikubwa cha pesa. Shukrani sana. Asante sana.